Naitwa Idi Mzese, nimezaliwa Mzumbe University, mkazi wa Changalawe. Zile asali kwa kweli zilituasili sana, ukizingatia kwamba hali kidogo imekuwa ngumu na jinsi tulivyokaa ndani. Kiukweli vijana wengi na wazee wengi tumewapa stress sana kama familia zetu. Mfano kama mimi, babangu ana umri umekwenda, muda usiku ananipigia simu, mwanangu vipi? Inabidi tumtie moyo, bwana sisi tumetii mamlaka, tupo ndani, lakini ndani huku njaa, hatuna kitu, hatuna chochote kile, biashara hazifanyiki, mipango yote haiendi. Mtu akikaa kiangalia kipato chake kidogo, anatoka ajitafutie riziki, anakutana na mabomu nje huko, anafanya hivi hivyo. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, mama ameliona hili tukio, kila kitu amekiona, na kuna vitu vingi sana atatuangalia kuhusu sisi vijana. Kuna wenzetu wameshatangulia mbele zake kufuata mikumbo. Kwa majina mimi naitwa Habibu Sadiki. Kama kijana nilikuwa na haki ya msingi ya kufanya, kupiga kura na kuendelea na biashara nyingine. Kwa hivyo kilichotokea ni sehemu ambayo ni ngeni katika maisha yangu, kwa sababu kwa umri wangu sijaona vitu vilivyotokea. Sehemu ya changamoto niliyopata ni kwamba mimi ni kiongozi kwenye familia. Ni kama kiongozi, ni baba, ni kaka, na upande mmoja mama yangu, tuseme baba mimi kaniacha, kwa mama mimi ni wa kwanza. Kwa hiyo nimepata changamoto kwenye familia na mke na mtoto. Kwa siku tano ni nyingi sana kwa maisha ya Mtanzania, kutokana na lifestyle ya maisha tuliokuwa nayo wa Tanzania wengi. Kwamba kwa hiyo hali tulopitia haijaangalia ni tajiri, haijaangalia nani, kwa sababu hata ukiwa na pesa kuna impact ya kufanya kitu chochote, kwa sababu hakuna amani kwa muda ule. Kwa hiyo ni maisha ambayo ni magumu kidogo tuliopitia. Pia ni funzo kwa vijana, kwamba vijana tusifanye kitu ambacho hatuna akili wa mtazamo wa vile vitu, kwa sababu kila mwanadamu kwenye maisha yake kuna aina mbili tu, faida na hasara. Ukifanya kitu ambacho unajua kabisa katika maisha yangu mimi kitakuwa na faida kubwa, kifanye. Ukifanya kitu ambacho unaona hichi kina hasara kubwa katika maisha, usikifanye. Sehemu kubwa wa vijana waliofanya hichi kitu kwa mtazamo wa wengi waliona ni faida, ila kwa maisha yao nyuma ni hasara pia. Kwa sababu ukiwa kijana unatakiwa una misingi mingi ya kufanya maendeleo, na maisha mazuri yanaanza na wewe mwenyewe. Ukishindwa kujisimamia wewe mwenyewe, hamna atakayeweza kukusimamia.